Assalamu alaikum. Leo tunaendelea na stori yetu kali na ya kusisimua ya binti yetu anaitwa Catherine. Catherine anasema, mimi nina rafiki yangu. Rafiki huyu tangu utoto wetu. Tumesoma chekechea wote, darasa 7 wote, form 4 wote, hadi chuo kikuu tuko wote, tena darasa moja. Rafiki yangu huyu ni mtu ambaye huwapendi masiara na ana hasira, pia ana majivuno. Mimi sina hasira wala sijipendi majivuno, na pia ninapenda kuongea na kila mtu. Lakini sisi wawili tuliendana kwa sababu wanasema mafahali wawili hawaishi zizi moja. Tulivyofika chuo kikuu mwaka wa kwanza, mimi nilibahatika kupata mchumba. Mchumba huyu alikuwa ananipenda sana na alikuwa ni mzuri sana, lakini rafiki yangu mimi huyu alikuwa hana mchumba na wala hajawahi kuwa na mchumba, na aliapa kwamba hataweza kuwa na mchumba au mwanaume yote hatomgusa mwili wake hata atakapofunga ndoa. Lakini mimi huyu mchumba nilikuwa niko naye kwenye mahusiano na tulievufani na vingine vyote tulishirikiana. Mara nyingi alikuwa anaongea kwamba anachokifanya sio vizuri, wanaume watanichezea na nini na vile. Kweli alikuwa anaongea vitu vizuri, lakini mwisho wa siku mimi nilikuwa nimeshampenda yule kijana na tuliishi humo. Tulimaliza chuo kikuu. Baada ya hapo nikatafuta kazi. Wakati tunaanza kufanya kazi, mwanaume huyu alisema anahitaji aje kutambulika nyumbani, na hivyo alikuja nyumbani na kutoa mahari na kuanza kuishi rasmi na huyo mwanaume. Lakini baada ya kuanza kuishi naye, mwanaume alisema nisifanye kazi, nikae nyumbani. Kwa hiyo mimi nilikuwa sina kazi. Nilikaa. Baada ya miaka miwili nilimpokea rafiki yangu huyu. Alisema amepangiwa kazi, yani amebadilishiwa kitengo, anakuja katika mkoa huu ambao mimi nilikuwa ninaishi. Mimi nilitoka jijini Dar es Salaam, nilikuwa naishi jiji la Arusha, kwa sababu huyu mchumba wangu mimi alipangiwa huko, alihamia huko kikazi. Basi siku moja nilimpokea huyu rafiki yangu na nilifurahi kumuona kwa sababu ilikuwa ni muda mrefu na ni mtu ambaye anajua vitu vingi sana, na anajua mimi kama nilivyo. Tulianza kuishi humu ndani. Alisema atakaa kwangu kwa muda mfupi kwa sababu amekuja kwa kazi maalum. Atakapomaliza ndani ya hiyo miezi mitatu ataondoka nyumbani. Nilimkaribisha kwa furaha kwa sababu ni rafiki yangu sana. Naongea hili neno mnielewe vizuri, ni rafiki yangu sana. Sina rafiki mwingine ninayemwamini zaidi ya huyu. Sina rafiki mwingine ambaye namshirikishaga mambo yangu zaidi ya huyu. Yaani hata mamangu kuna mambo mengine hajui, lakini huyu rafiki yeye alikuwa anajua. Tulianza kuishi naye humu ndani. Rafiki yangu huyu anapenda kuvaa nguo fupi sana. Mimi wakati niko chuo nilivaa nguo fupi, lakini this time siwezi kuvaa nguo fupi kwa sababu nimeolewa na mwanaume ambaye kidogo tuko dini tofauti. Kwa hiyo najistiri ili tuende sawa. Siku moja wakati huyu rafiki yangu yuko hapa ndani, nilikuwa namtazama mume wangu, nikaona kuna utofauti. Kuna design alikuwa anamtazama huyu rafiki yangu kwa jicho ambalo mimi binafsi nilikuwa sijapendezwa nalo. Lakini nilipojaribu kumuita ndani na kumwelekeza kwa nini unamwangalia rafiki yangu kwa namna hiyo, huyu mwanaume alisema naomba niache wasiwasi na nimwamini yeye, hawezi kufanya kitu kama hicho. Tangu ameanza mahusiano na mimi hajawahi kumtongoza mwanamke wa aina yoyote. Yaani hiyo miaka yote ananiaminisha hivyo, na mimi nilienda kuishi. Nampenda sana huyu mwanaume. Yaani mimi ndo roho yangu. Ukisikia kuna mtu anaishi na mwanaume wa ndoto yake, basi mimi ndo nilikuwa naishi na mwanaume wa ndoto yangu. Basi tuliendelea. Siku moja tumekaa sebuleni, huyu rafiki yangu ananipenda mimi. Ni ana kisilani, ana kiburi, ana dharau, lakini kwangu mimi ni mtu ambaye ni kila kitu. Ndiye ananipenda, hanidharau wala haniletei kiburi wala hanidharau kwa namna yote ile. Tulianza kupiga story. Wakati tunapiga story, rafiki yangu aliingizia masuala ya wanaume na alisema kwamba yeye tangu azaliwe, na mimi najua ni kweli, hajawahi kuguswa na mwanaume. Mnapiga hizi story mkiwa mmekaa wewe na mume wako, yani na kuambia msikilizaji, na rafiki yako naongea kitu kama hicho, anakuambia ujue mpaka leo mimi sijai kuguswa na mwanaume. Nilishasema mimi mwanaume atakaye kuja kunigusa ndio huyu atakayefunga naye ndoa. Sitaji, kwa sababu wanaume wengi ni waongo. Umeona? Yaani rafiki yangu anaongea, lakini kuna design mume wangu alipokea tofauti. Nilimuona kama amepigwa na butwa, yani kama namshangaa fulani kwamba hii inawezekanaje. Lakini mimi nilikuwa nazuga pale na nini ili tubadilishe mada, lakini rafiki yangu huyo alikuwa ameng'ang'ania kwenye hii mada tu. Yaani unaongea narudisha pale pale, unaongea narudisha pale pale, unaongea hivyo. Yaani mpaka mimi nikamwambia mume wangu mtu kwanza tukalale. Lakini mwanaume akaonyesha yuko interested sana na zile story. Bado asema muda bado kabisa huu. Naambia kesho kazini, mume wangu anambia hamna shida. Tukae tuongee na mgeni bwana. Mimi mgeni uje sasa kupiga naye story sana. Yaani ni kama mara ya pili tu kupiga naye story. Kwa hiyo acha niongee na mgeni. Kwa hiyo akawa anaongea zile story
naongea namna wanaume walivyokuwa wanamsumbua. Kuna mwanaume alitaka kumbaka sijui ofisini, alimfungia na yeye akafanya hiki na hiki, akatoka mle ndani. Mwanaume yuko anamsikiliza sana kwa makini. Sio kama kuna mtu anaelewa hicho kitu. Basi ikapita. Huyu msichana asubuhi alikuwa anaenda kazini na mimi ndo nilikuwa nabaki nyumbani na mume wangu anaenda kazini. Kwa hiyo mara nyingine anampa lifti, anamwambia panda kwenye gari nikupitishe kazini kwako na mimi niendelee kazini kwangu. Iliendelea hivyo na sikuwa na wasiwasi kwa sababu huyu mwanamke kwa stori zake na mimi ninavyomjua ni kweli huwa hapendi masiara hasa kwenye masuala ya mahusiano. Kwa sababu tangu namfahamu kweli sikuwahi kumwona yuko na mtu yote na mimi nilikuwa nashinda naye muda wote. Basi siku moja nilianza kuhisi utofauti mle ndani. Nilianza kuhisi utofauti kwa sababu nilikuwa natafuta mume wangu, nimemwekea chakula mezani aje ale kwa sababu sisi tayari tulikuwa tumeshakula, lakini sikuwa namuona. Nikaja nikagundua kwamba alikuwa amesimama na huyu dada jikoni, na huyu dada ni mpifu. Yani yule mtu akwambia mpifu ni yule mtu anayependa kufanya kazi. Yani si mtu ambaye yupo tu. Kwa hiyo huyu dada sisi tulipika tukala, akaniambia nakusaidia kupika chakula cha kesho. Alikuwa jikoni. Nikaja nikagundua kwamba mwanaume alikuwa jikoni anaongea na rafiki yangu. Kitu ambacho alikuwa sio kitu cha kawaida, na mwanaume unaingia unamkuta amekaa pale jikoni pembeni anaongea, wanacheka, kuna mfano. Hiki kitu mimi kilinikwaza. Kwa kwanza yani kilinikwaza, na huyu rafiki yangu mimi havagi nguo za stara. Na huyu mume wangu mimi ni mtu ambaye anapenda stara sana. Lakini hapa anaongea na mtu ambaye amevaa nguo fupi, maziwa asilimia kubwa yako nje sana. Nikawa nasema sasa huyu hapa sasa ataanza kumtamani rafiki yangu. Nikamwambia mume wangu twende ukale, akaniambia napiga stori na nani hapa na shemeji hapa, tutaenda kula, hakuna shida. Basi hiyo siku ilipita, lakini kuja kuundua kwamba kulikuwepo kuna mawasiliano ya mara kwa mara. Hata hivyo alikuwa mume wangu mimi yuko lazima achelewe kazini, lakini amsubirie huyu dada mpaka ajiandae waondoke wote. Lakini mwisho wa siku baada ya kukaa miezi hiyo mitatu, rafiki yangu ya kuondoka, alisema ameongezewa miezi mingine kama 6 ya kuendelea kukaa kule kwa sababu ya ufanyaji wake kazi. Hiki kitu mimi kilianza kunipa hofu kwa sababu karibu na mume wangu ulikuwa unazidi. Basi tukaendelea na mume wangu alimwambia mwache kae hapa, ni nyumbani, hata kama miaka yote hakuna shida. Mimi hiki kitu nikasipendi, lakini nikuja kugundua kwamba huyu rafiki yangu ananitariti. Alikuwa akitoka na mume wangu wakienda sehemu, yani polini huko anakutana, kwa sababu siku moja nilishika simu ya rafiki yangu nikakuta mume wangu akiwa kwenye poli fulani. Yani kuna sehemu kuna poli fulani kama zoo fulani hivi, wako wote. Nikamwambia mlienda lini? Akaniambia kuna siku mimi nilitoka ofisini, kuna mtu nilikuwa naenda kuonana naye kule kwa sababu mimi nafanya masuala ya engineering. Kwa hiyo kuna mtu alikuwa anahitaji kujenga gorofa lake, tukaenda kukutana hii sehemu. Si nikamkuta na shemeji bwana. Akaniambia hivyo. Kwa hiyo nikaamua kupiga naye picha. Lakini mimi mume wangu hakuniambia kama alikutana huko. Na huyu dada baada ya kuanza kukaa humu alianza kubadilika. Zile nguo zake fupi alizokuwa akivaa mara kwa mara, kuna muda alikuwa anavaa nguo ndefu. Mpaka nikawa nashangaa, ndugu yangu umeanza kupata stara siku hizi, unaanza kuvaa nguo ndefu, yani anavaa mabaibui. Lakini kumbe inawezekana mume wangu ndiye alikuwa anamwambia kwamba muda mwingine awe anavaa nguo za kujistiri, sio muda wote anavaa nguo fupi. Basi ilienda hivyo. Niuliza mume wangu, kwa nini mlienda zoo peke yenu afu hujaniambia mlikutana hivyo? Sijui alimtumia message, lakini mume wangu alinijibu kama alichokuwa amekiongea udada. Kwa hiyo mimi hofu iliondoka. Lakini siku zilivyozidi kwenda nikaja nikagundua yule rafiki yangu alikuwa ni mjamzito. Nikasema huyu mbona kuna hali ambayo sielewi. Rafiki yangu huyu alikuwa ananichekea tu, ananiambia kawaida. Nikamwambia mbona unatapika, nikipika chakula hiki ukitaki, mbona unalala sana? Lakini bado huyu rafiki yangu alikuwa ananiambia yeye mwenyewe hajui kwa nini analala sana, anafikiri labda mabadiliko tu ya hali ya hewa. Baadaye ikaanza kuonekana ile mimba. Nikaanza nikagundua kwamba alikuwa na mimba ya miezi 4 pale ndani kwangu. Na nikamwambia kwamba wewe mbona ni mjamzito? Akasema ndugu yangu ya Mungu mengi, na mimi nimebahatika kupata mwanaume. Kwani wewe upendi mimi niwe na mwanaume? Nikamwambia no, mimi napenda na wewe uolewe. Lakini sasa lazima ufuate protocol kwa sababu wewe umejitunza muda mrefu sana. Ni nani amekuja kukuingilia wewe katika ukubwa huu wa miaka 24? Akaniambia kuna wanaume bwana, unajua sometimes kuna vitu vingine unaweza karuka wewe, anakuambia kuruka kwa marage ndio kuiva. Kwa hiyo kuna sehemu nimenasa, kuna mwanaume nampenda sana, yani niko tayari kufa kwa sababu ya huyo mwanaume, ninampenda kupita maelezo. Hivyo nimeona bora nimpe zawadi ya tunda hata kama bado hajanioa, na hata asiponioa mimi sitakuwa na kitu cha kupoteza kwa sababu mimi najua nampenda. Kwa hiyo asiponipenda au asiponioa mimi kwangu inatosha. Yani mtu kaamua kujisacrifice, mtu alikuwa anaheshimu mwili wake lakini ameokusa. Nikasema okay sawa. Basi natamani siku moja nimuone. Akaniambia utamuona usijali. Tulikaa ile miezi mpaka akaja akafika mimba miezi 8. Hatuje kumuona mtu mwenye mimba. Na mume wangu alibadilika sana hapa ndani. Yani kulikuwa kuna ule kutokuwa karibu na huyu mtu.
ulipungua ghafla. Yaani ulipungua ghafla. Na rafiki yangu huyu simu yake ilikuwa haina password, ilikuwa imewekwa password kila sehemu. Mume wangu hakuwahi kuweka simu password, lakini alikuwa ameweka password mpaka kwenye ile sehemu ya kupigia simu. Yaani ni password tu. Lakini mimi nikasema mume wangu hawezi kufanya hicho kitu kwa sababu kwanza anampenda na pia ananiheshimu. Hivyo. Imefika siku ya kwenda kujifungua, kila kitu alikuwa anawajibika mume wangu. Kila kitu alikuwa anawajibika mume wangu. Yaani mtu ana mimba, anapiga simu, anamuuliza nikuletee nini? Au mwamuulize huyo mwenzio nimletee nini? Maana mama Kijacho tuko naye hapo nyumbani. Na huyu dada ilifika kipindi aliacha ile kazi. Alikuwa aendi kazini tena. Alikuwa tu yupo nyumbani kwa sababu ya tumbo lilikuwa limeshafikia level kubwa. Kwa hiyo akawa anauliza hivyo, yaani alikuwa na care, mimi nikajua ni caring ya kawaida. Lakini alienda kujifungua, nilimpeleka mimi, akajifungua watoto mapacha. Wa kike na wa kiume. Mimi tangu nimeingia kwenye ndoa ya mume wangu sijazaa. Nilikuwa namwambia tufanye maendeleo kwanza. Mume wangu alikuwa na ofisi yake kwa sababu mimi nimkuta alikuwa ameajiriwa, lakini baadaye akawa na ofisi yake ya kwake mwenyewe, na baadaye tulikuwa tumefungua miradi mbalimbali, kuna supermarket na vitu kama hivyo, na nimwambia kwamba ongeze vitu vingine alafu utakapozaa mtoto wetu afike kwenye mazingira mazuri. Lakini huyu rafiki yangu mimi alikuwa na tayari ndio hivyo amekuja na mambo mengine. Mungu alikuwa tukae tena tukazungumza kama mwanzo, muda mwingi hata haeleweki, alikaa tu yuko kimya. Sikuwa na hisi chochote, kile alikuwa yuko tu kimya sana, ukimya uliopitiliza. Na muda mwingi yuko tu kwenye simu au anaangalia michezo, basi haongei chochote, hakuna maendeleo tena. Sasa rafiki yangu kajifungua, alipojifungua nikamwambia mwambie baba wa mtoto aje aone zawadi zake, kapata watoto mapacha jamani. Tuko hospitali. Lakini wakati nipo hospitali nilikuja kugundua kwamba kuna kitu hakipo sawa. Pale pale amenipa watoto wao nimewashika. Watoto walikuwa wanafanana na mume wangu. Copyright. Kila kitu. Nikasema huyu mtoto mwenzangu bwana ana sura kama mume wangu, nikataja jina lake. Akasema mwenzangu kule yakote mchezo. Wewe ndugu yangu analeta maparachichi kama kichaa. Lazima watoto wafanane naye. Anaongea kawaida lakini ukweli hao watoto kiwaangalia vizuri walikuwa wanafanana na mume wangu. Na mume wangu alivyokuwa amejifungua tu pale nakwambia alikuja haraka kule hospitali. Yaani kama mtu kachanganyikiwa anakuja kuona wale watoto. Na baada ya kuangalia wale watoto alifurahi, alikumbatia na nini. Akasema tumepata baraka na mimi mke wangu atajifungua watoto mapacha. Sio kama kuna mtu anaelewa, lakini mimi tangu nimefika nimeshika wale watoto tu. Nafsi yangu iliinama. Nilikuwa naona kabisa kwamba kuna kitu hakipo sawa. Hakipo sawa kabisa. Niwapiga picha wale watoto, nikamtumia mama yangu, nikamwambia mama angalia hao watoto. Unahisi wanafanana nani? Akaniambia mwanangu umejifungua hujaniambia. Nikamwambia sio wa kwangu. Waangalia watoto nafikiri wanafanana nani? Mama akasema watoto wadogo mimi siwezi kuwatambua. Nikamwambia sawa. Lakini kwa nini umeniambia hivyo? Sikumjibu mama. Tulirudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, siku moja nilikuja kugundua kuwa mume wangu alikuwa anajua hao watoto ni wa kwake. Mume wangu alinunua nguo. Baada ya kununua zile nguo akamletea huyu dada. Ilikuwa ni beseni nzima. Mimi sikumaindi. Nikasema ni kawaida kwa sababu mtu tuko naye. Na mimi nilikuwa sijanunua chochote kwa sababu baada ya kuona watoto nilikuwa nasikia vibaya. Sikuweza kununua chochote kile kwa ajili ya wale watoto. Kwa hivyo nunua nikasema afadhali rafiki yangu atahisi kwamba tumetoa mimi na yeye, lakini alimpa bila hata kuniambia mimi nimpe kama kawaida yake. Alimpa tu. Baada ya hapo huyo watoto kuna zile sindano za mwanzo za kuchomwa zile. Alikuwa mume wangu anamsupport anampeleka baada ya hapo atakuja tu gari jingine linamrudisha nyumbani. Yeye anasema yuko kazini. Lakini mimi siku hiyo nilikuwa nimetoka. Baada ya kutoka huyo alikuwa anaenda kliniki na wale watoto ni wawili inabidi wao watu wamsaidie. Mimi nikamwambia hivi. Nikamwambia bwana mimi leo kuna sema natakuwa niende, nilikuwa naenda kwa shangazi yangu. Kwa shangazi yangu anaishi katika mkoa wa Arusha. Na hiyo nilikuwa naenda nilikuwa nataka nimuite shangazi aje angalia hao watoto kama sio wa mume wangu. Kwa hiyo nilienda na mimi nilikuwa sina hata huruma kusema labda kwa sababu anampacha. Mume wangu alimwambia mimi sina msupport mwacha aende nani siko na baby wakavyo vya kukalia vile. Basi atakaa moja kwa moja atamshikilia mimi nitamsupport. Wakati ninarudi ilikuwa ni muda mchana. Wakati ninarudi niliona gari maeneo karibia na nyumbani. Lile gari lilikuwa ni la mume wangu, lakini alikuwa limefika nyumbani, yani mtaa wa nyumbani. Alishuka yule dada, baada ya kushuka, ule muda ni muda wa kwenda kazini. Baada ya kushuka, alishuka na wale watoto na akawa ameita gari jingine karibu tu na nyumbani. Ameita gari jingine ambayo ni taxi, impeleke mpaka pale nyumbani. Mume wangu aligeuza na gari. Namuona kabisa mume wangu anageuza na gari. Na maana akamleta mpaka karibia na nyumbani ili tu kufika nyumbani kabisa akamwambia apande gari jingine ili mimi nijue kwamba yule alimpeleka tu na kurudi naye. Hivyo yeye yuko kazini, huyu amerudi mwenyewe. Nilivyoona hivyo nilishangaa. Nikasema kuna haja gani ya kufanya hiki kitu na mtu kashafika nyumbani? Kwa nini singemleta tu mpaka nyumbani?
akili na mashaka yangu yakazidi kuongezeka. Nilivyoingia ndani, nilihakikisha nadili na ile simu ya yule dada. Kuna muda alikuwa anapiga picha hawa watoto, akaacha simu, lakini ile simu ilikuwa bado password haijaingia. Alivyoacha ile simu, nichukua simu yake nikatoka nje, nikasema leo sasa nataka nivurugue vyote kwa sababu password haijaingia. Yeye aliingia chooni na mimi nikaacha wale watoto wake pale kitandani, nikaenda chumbani kwangu nikajifungia. Nikaanza kupekua ile simu kabla bado hajatia lock. Nilikuja kukuta kulikuwa kuna message za mume wangu, anaulizia watoto wake wanaendeleaje. Jamani, anaulizia wanangu wanaendeleaje. Mwanamke umeniletea zawadi nzuri sana. Kila nikikaa ofisini nashindwa kuvumilia. Yaani ninakaa tu ili muda ufike huyu asije akaanza kuhisi kwa nini mimi sasa hivi nawahi mapema. Lakini natamani muda wote nije nakuja nashika wanangu. Ninawapenda wanangu kupita maelezo. Na ile nyumba yetu sasa hivi mafundi wako kwenye nani za mwisho. Wako kwenye level za mwisho kabisa, nahitaji siku tutamwachia huyo nani watoto, wewe utoke alafu utanipitia hapa utende kaone nyumba yako. Natamani uone nyumba ya watoto wangu. Ni gorofa letu nzuri sana. Akawa amemtumia picha. Anachati WhatsApp, amemtumia picha, ni jumba kubwa vibaya mno. Mimi siishi kwenye gorofa. Nakaa kwenye nyumba ya kawaida, lakini dada kajengewa gorofa. Huyu akawa anamwambia naomba basi nifanyie mchakato na ile gari ninayochagua. Uniagizia, akaniambia hilo linatoka Japan. Wewe unakaa tena unasubiria tena masuala ya gari. Badala ya ushangilie nyumba hiyo hapo. Hiyo inataka ikamiliki alafu ndio ulitoe gari. Gari ni nini na sasa hivi naweza nikalinunua muda wote. Nimeshaagiza rafiki yangu fulani analeta kutoka Japan, kwa hiyo wewe relax. Huyu dada akawa anasema nafurahi sana kuona napenda wanangu, nafurahi sana kuona unanijali. Akasema lazima nikujali, mimi ndio mwanaume wako wa kwanza. Sio kama kuna mtu anaelewa hicho kitu. Mimi ndio mwanaume wako wa kwanza, kwa hiyo lazima nikujali vilivyo. Basi baada ya kusoma mimi kujiridhisha, nilirudisha ile simu. Lakini sikurudisha muda ule, niweka kwenye mfuko. Akaniambia simu yangu iko wapi? Nikamwambia simu yako siniliacha hapa. Akaniambia mbona sioni? Nikasema nilimkuta amehamaki fulani hivi. Nikamwambia mna simu iko hapa mbona? Na yeye baada kuniona mimi niko sawa, nimeona na yeye kama yuko sawa, ni kama anaanza kushusha pumzi sasa. Nikamwambia simu yako ilikuwa hapa. Tukawa tunatafuta, mimi niliingiza mkono mfukoni nikaiweka chini ya mtoto mmoja, kwamba mtoto alikuwa amelalia. Nikasema si hapa mtoto kalalia. Akasema sawa, na mimi simu nilihakisha nimerudisha kama ilivyokuwepo, nimeweka kwenye kamera. Kwa hiyo maana atakienda kufungua atakuta iko kwenye sehemu ya kamera. Akasema nilikuwa nimeshachanganyikiwa simu yangu. Nikamwambia unachanganyikiwa na nini sasa? Wakati simu hii hapa. Mimi nilitoka mara moja. Akasema sawa. Akachukua simu kana amepekwa kairudisha. Tukaendelea kuongea pale. Mimi hapo natetemeka. Yaani kila nikitaka kujibu kitu mdomo unacheza tu. Unacheza tu, mimi mate na nijaa mdomoni, natamani sio nimfanyeje. Lakini mwisho wa siku niliendelea kufuatilia, nikaja nikagundua kweli mwanaume alikuwa anaenda muda mwingine usiku, anaenda anaangalia kule, muda mwingine anakaa sebuleni hata kitandani haji kulala, mimi mpaka anapitiliza nalala hivyo. Kuna maisha hayo yalikuwa ameanza. Nianza kumwambia mbona mume wangu sasa hivi atushirikiane vitu, alisema mwanamke umeshaanza mdomo. Na wanaume wengi kwenye ndoa, mtu yote ambaye anakuwa anaanza tabia mbaya huwa wapendi maswali. Yaani unapowauliza wanakasirika. Akiona unamwambia mbona hiki, anaona kama una mdomo, kwa sababu yeye kwa mdomo anahitaji kusikia kule nje tu, hahitaji kusikia ndani. Umeona? Kwa hiyo alisema na mdomo, nikabidi ninyamaze. Kima nilimwambia mama yangu akaniambia wewe unavumiliaje hapo? Yaani unavumiliaje bwana kuondoka? Nikamwambia mimi siondoki. Akaniambia wewe mwanangu, mimi nakujua. Wewe hapo sio mkali wala sio mkorofi. Lakini najua unaweza kama maamuzi ambayo ni mabaya wewe na kuelewa. Nyanyuka uondoke, waache na ndoa. Nikamwambia mama, nampenda mwanaume kupita maelezo. Yaani mimi hata kama angekuwa na watoto 200 nje, mimi niko tayari kuwa naye. Basi mama kaniambia mwanangu, sehemu hiyo yote hata kama unaipenda kiasi gani, ikikukosea adabu, inakuwa sio safe tena kwako, kwa sababu yeye hana uchungu tena na wewe kwa sasa hivi. Yaani hapo najiaminisha kwamba uko tayari hata kuwa na watoto 200. Yeye mwenzio hata roho ipo. Sasa hivi roho yake iko kwa huyo mwanamke. Kwa hiyo cha kufanya, nyanyuka, tafuta kazi, anza fanya maisha yako. Nikamwambia mama siwezi. Basi siku moja kweli mama alichokuwa kuongea kwa kina umumu, kila siku zilivyozidi kwenda mimi nilikuwa najaa hasira. Hasira tu, natamani mzuri ule dada. Basi siku moja wakati huyu dada amelala usingizi na nilikuwa mimi nimegeuka kama mfanyakazi. Kila kitu nani dada njoo nisaidie, wakati tuko umri sawa. Lakini kwa sababu mimi ndio nilikuwa na mama mjengo, basi ananiita dada. Njoo ushike watoto wanalia. Njoo fanye hiki mimi. Mimi hiki sikiwezi, kile sikiwezi. Na ilifika kipindi akaanza kwenda kazini, ananiachia hawa watoto. Akili yangu siku moja ikaniambia, kwa nini siwadhuru hawa watoto? Kwa nilikuwa na rafiki yangu ambaye ni nesi. Kwa hiyo nilimtafuta, akanielekeza, alikuwa yuko nje, anaendelea na masomo. Nikamwambia mimi kuna kitu nataka ni kizuru, lakini sitaki kizuru kwa ghafla. Akaniambia kwamba nitafute kitu.
ambacho kitamzuru huyo mtu taratibu taratibu. Sikumwambia kwamba alikuwa ni watoto, lakini yule rafiki yangu alinielekeza. Kwa hiyo mimi nilikuwa natengeneza hivyo vyakula na hapa wale watoto, natengeneza vyakula vile na hapa watoto, vinawazuru taratibu, nikichanganya na huo mchanganyiko ambao yeye alinielekeza. Umeona hiyo asili ambayo alikuwa amenielekeza. Akaniambia hawatopita hata miezi mitatu haitopita au tayari washafariki, na watafariki kwa ugonjwa wa mapafu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya hivi, nalisha wale watoto. Yeye kaondoka, anaenda kazini, akirudi mbona hujaogesha? Naambia mimi watoto naogesha. Analalamika eti kwa nini sijaogesha. Nikamwambia tafuta mfanyakazi na upange nyumbani kwako, ndio unamuuliza hivyo. Unaniuliza mimi sijaogesha kata watoto, mimi nimeshindana nao vizuri kabisa. Na ni kweli mimi nilikuwa sifanyi chochote kibaya kwa wale watoto, zaidi ya kualisha kile chakula ambacho nimechanganya na hayo makemiko ambayo rafiki yangu alinielekeza. Hivyo tu basi. Nilikuwa naendelea tu vizuri, tunacheka vizuri. Siku moja mtoto mmoja alianza kukohoa, baada ya kukohoa akafariki. Akaja mwingine akakohoa kidogo kama siku ya pili yake na yeye akafariki. Huyu dada alikuwa amepoteza watoto. Alikuwa kama chizi. Alikuwa kama mwenda azimu. Na niligundua yani pale mume wangu ndo hakujificha live. Alikuwa analia mume wangu kama mtoto mdogo. Analia kama chizi. Anasema kila kitu kimeishia hapa. Yani hakujificha tena. Mimi nikawa nawaangalia tu. Nimenyamaza kimya. Bwana, baada ya hapo huyu mwanamke alibadilika. Alikuwa anatumia nguvu kwenye kila kitu. Yaani kama kiwewe. Alianza kumforce mwanaume wangu alale chumbani kwake. Mara kwa mara namsikia kabisa namforce. Nikasema wewe kinachofuata nitakupa na wewe mwenyewe nini? Hiyo sumu. Umeona? Bwana we. Siku moja nikaja nikafuma message kwenye simu ya huyu dada huyu. Akawa anaelekeza kwamba kuna siku yeye anakwambia kwamba yeye alizaa na mwanaume ambaye alimtamani na ni rafiki yake, na kuna siku alimwekeaga madawa mume wangu. Si kama unaelewa kwamba ile dawa ulionipa rafiki yangu ilifanya kazi. Nilivyomchanganyia tu kwenye chakula. Mbona mambo yalienda hivyo hivyo? Ninavyokuambia hapa sasa hivi nakwambia nilizaa watoto. Watoto nakwambia hao ndio wamekufa. Hapa nafanya mchakato nizae watoto wengine kwa sababu kuna nyumba tayari kashanijengea. Kwa hiyo naogopa ile nyumba isije mwanamume wa mtu akaichukua. Na nataka mimi nilazimishe dini anioe kabisa. Tuwe wake wenza na huyu shogangu. Mimi mwenzangu kizuri kula na ndugu yako, haijalishi ni shogangu tokea utotoni, lakini kwa hapa mwanaume nampenda kufuru. Mwanaume anajua mambo, anamsifu mume wangu. Anajua kukea, anajua hiki na kile na mambo mengine kama hayo. Mimi nilivyoona hivyo nikasema sawa. Kitakachofuata na wewe pia. Kwa hiyo nilichukua ule mchanganyiko ambao nilikuwa nawapa wale watoto. Nilianza kumchanganyia na huyu dada. Nilimchanganyia na huyu dada na nilimwambia, nikamwambia mbona haijafanya kazi, kumpa feedback yule rafiki yangu kwamba akasema mbona haipitagi, yani mtu hawezi kupita miezi mitatu, hebu ongeza na hiki. Aliposema ongeza nikasema ndo mtano. Akaniongezea na kitu kingine, nikana changanya mle, tunampikia mimi si house girl, nimekaa nyumbani nampikia, yeye anaenda ofisini muda mwingine, kumbe alitolewa kutoka kwenye ofisi alikuwa anafanya kazi kwa sababu kama engineer wa majengo, yeye akawa anafanya kazi kwenye kampuni ya mume wangu pasipo mimi kujua. Na siku moja mimi nilitoka bila kumwambia, niliacha hapa nyumbani, mama yangu alikuwa amekuja kunitembelea, nikamkuta rafiki yangu ofisini. Akaniambia mbona mimi nafanya kazi hivi, sikukwambia kama mume wako ameniajiri? Yani kavu, yani mkavu hivyo. Nikamwambia mbona mimi hamjaniambia? Ana ofisi yake nzuri sana. Na watu wamechangamka pale, nakwambia watu wamejaa vibaya mno. Ofisi imejaa watu, yuko busy kupita maelezo. Yaani hata kuongea tuongee. Nimekaa ofisini kwake mimi mpaka najishtukia. Anaambia bwana tutaongea baadaye nyumbani. Unaona nipo kwa busy. Watu hivyo wote hawa wasanifu majengo wafanya nini? Yaani naomba tu niache. Naenda kwa mume wangu na yuko busy kufuru. Sio kama unaelewa. Yaani ofisi imechangamka kweli kweli. Yuko busy kufuru. Kwa hiyo nilirudi nyumbani, baadaye nikamwambia mume wangu aliporudi, mbona hujaniambia kama umemwajiri rafiki yangu kule? Akaniambia yeye mwanamke umeanza. Basi ikabidi ninyamaze, maisha yakawa yanaendelea hivyo. Nilikuwa namdai mume wangu mtoto, mume wangu alikuwa ananiambia kuna haja ya kuzaa sasa hivi, hatujafanya mambo makubwa, lakini nilishika mimba bila mimi mwenyewe kujijua. Yaani kuna kipindi ambacho mimi sitaki tena kushika mimba, nilikuta kwamba na mimi nilikuwa ni mjamzito, na kwa sababu nilikuwa namforce, alikuwa hataki hata kunigusa. Kwa hiyo muda mwingine namforce ananiacha mimi mwenyewe nifanye ninachokitaka. Basi hivyo, kwa hiyo kwenye ile kujiachia maskini wa Mungu, kumforce kwamba asiwe labda, kwa sababu mimi kuna kipindi nilikuwa, yani kipindi cha nyuma mimi mangu ilikuwa sio kwamba eti ni mpenzi wa mambo, si mpenzi. Kwa hiyo tulikuwa tunafanyaga ile kwa afya. Kwa wiki unaweza kuta umefanya mara 2, mara 3 inatosha. Lakini nikasema labda kwa sababu nilikuwa nafanya hivyo, nimpe kila siku. Labda tu zile siku ambazo sitakiwi. Lakini bado mwanaume alikuwa hana hata ule mzuka tena na mimi. Na katika kipindi hicho tunafanya hivyo, tulikuwa tunafanya Yesu unafanya ile tendo yani na mtu wako, unaenjoy. Lakini ifike kipindi akawa ananiangalia tu. Ukitaka anakuachia, fanya unachojisikia, ukimaliza ondoka. Yaani hivyo iko hivyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa najilazimisha mara kwa mara kwa hasira ile na nini, lakini nikaja kukuta kwamba nimebeba
mimba. Nimebeba mimba, wakati muda nimebeba mimba alikuja akaanza kuumwa udada, alikuwa anakohoa sana mpaka anakohoa damu, kohoa sana, na yeye haikuchukua muda mrefu alianguka, yani maana yake alifariki. Na baada ya kufariki kaka alianza, yani alibadilika totally kabisa, hakuwa anahitaji chochote cha kutoka kwa mimi. Yani ni mtu ambaye mabadiliko amepitiliza sasa, ana hasira na nini na vitu kama hivyo, na yeye nikaona sinisumbue, nikampa kile chakula, na yeye haikupita muda mrefu sana mimi nilijifungua tu mtoto. Tena bahati nzuri au mbaya nilipata watoto mapacha, lakini siku ambayo naenda kujifungua mimi ndio siku ambayo na mwanaume wangu alifariki, kwa sababu alikuwa anaumwa sana, alikonda sana, mwanaume wangu alifariki. Kwa hiyo nilibaki mimi kama mimi, nikamiliki zile mali zote. Lakini baadaye, baada ya watoto wangu kuwa wakubwa, nikaja nikagundua kuwa nilichukua maamuzi alikuwa ni hasira. Nilichukua maamuzi ya hasira. Kwa hiyo marafiki, tuangalie kwa marafiki. Kwanza hakuna haja ya kuwa na rafiki wa kumshirikisha kila kitu, rafiki wa kumweka karibu. Yaani rafiki kuwa naye tu mbali, tena rafiki wa mafanikio, sio rafiki wa stori za utotoni. Ukiwa na mwanaume wako au mwanamke wako, acha kupiga stori za zamani mbele yake. Acha kuongea stori personal mbele yake. Yaani stori zile za anakuja rafiki yako mnaanza kuongea, unakumbuka yule jamaa alikuwa ananifukuzia? Unakumbuka yule msichana nilikuwa natembeaga naye? Acha hizo stori. Zinavunja na zinaharibu kabisa mahusiano. Hakuna mtu anahitaji kusikia stori za zamani kwa mtu wake. Hakuna, hayupo. Kila mtu anataka mani yeye ndo angekuwepo tangu hicho kipindi. Kwenye mtu anayempenda iko hivyo. Sasa unapoleta stori ambazo hazipo, mawili zikakuvunja au zikakutengeneza. Rafiki yangu alileta stori za maisha yake mbele ya mume wangu akaona kwamba huyu mwanamke alikuwa na msimamo, alikuwa anajitambua, alikuwa ni kweli. Alikuwa na msimamo, pia alikuwa anajitambua, pia alikuwa anafanya kazi kwa nguvu, ni kweli. Lakini sasa mimi sikuwa hivyo, lakini mimi pia nilikuwa nina msimamo wangu, si mtu ambaye nalukaluka, sikuwa na mwanaume mwingine. Lakini mwisho wa siku ndio maisha yamefikia hapa, najikuta nina hatia ya kuwa watu wanne, wakati nikiwa kwenye hii nyumba yangu hii ninayoishi nilianza kujihisi sipo sawa. Yaani kila miaka inavyozidi kwenda nilikuwa najihisi sipo sawa, ndipo nilipoamua kwenda tu kukiri kwa mamangu na kumwambia ukweli, na nikasomewa dua kuwa nilifanya kitu ambacho kimeniathiri kwenye akili. Unaweza kumuua mtu leo ukifikiri labda umekomoa, lakini hicho kitu hakinaishi. Hata kizazi chako kitakuja kufanya hivyo hivyo. Kwa hiyo niliamua kuongea ukweli ili nisaidiwe, na mamangu nashukuru alinisaidia, na hapa ninapoongea mimi kila kitu kilifilisika. Sina kitu cha maana kwenye maisha yangu. Nina maisha ya kawaida na nirudi nyumbani kwa wazazi wangu. Kila kitu niliuza na hela zilienda wapi sijui. Asanteni kwa kusikiliza.